السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sifa zote kamilifu zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Sala na salam zimwendee kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yena ahli na masahaba zake na waislamu wote ambao watakaojikubalisha kufatana na mwenendo wake hadi hiyo siku ya mwisho. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Ndugu zangu Waislamu, tunaendelea kugusia katika risala ya al-Imam al-Mujaddid rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'a, nikijisaidiza na sharhi ya fadilatu Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Tachukua yale ambayo yanawezekana mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala tatuwafikisha. Risala yenyewe ndugu zangu Waislamu ni ba'du fawaidi surati al-Fatiha. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamtuma kwetu ili aje kutuonya na kutubashiria. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampatia Qur'an ambacho ni kitabu kitukufu ala wajhi al-ardh. Katika hiyo Qur'an panapatikana sura ambayo kila Muislamu anajihifadhi. Kila Muislamu anajihifadhi hiyo sura, na Muislamu ambaye hajihifadhi ni aibu, sijui nitajiita aje hiyo aibu, ambayo ni suratul Fatiha. Lakini ni sahihi mtu ajihifadhi suratul Fatiha, naam, na inatakikana mwanadamu au mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ajihifadhi. Lakini la ajabu ni mtu kujihifadhi suratul Fatiha miaka na miaka, amezaliwa ndani ya Uislamu pengine, lakini tangu amezaliwa hajawahi kusoma maana ya suratul Fatiha wala baadhi ya faida ambazo zinazopatikana katika suratul Fatiha. Na ndio tamkutana mja wa Allah amesimama katika swala, ameshamaliza suratul Fatiha yeye peke yake, hajui kama shaimaliza, hayupo kabisa. Sasa nikawa nimependelea tupitie maneno ya hawa wanazuoni wawili. Risala yenyewe inaitwa ba'du fawaidi surati al-Fatiha, baadhi tu ya faida zinazopatikana katika suratul Fatiha. Hadhihi risala takhtassu bibayani fawaidi surati al-Fatiha, hadhihi surati al-azima. Ukitazama huu ujumbe ndugu zangu, ni haswa katika kuzungumzia sura au baadhi ya faida katika sura iliyokuwa tukufu ambayo ni suratul Fatiha. Na imeitwa suratul Fatiha liannaha uftutiha biha almushafu alsharif, kwa sababu mushafu kiutazama utaona sura ya kwanza ni suratul Fatiha, ndiyo sura ambayo inafungua mshafu mtukufu. Fahiya awwalu suratin fihi, ndio sura ya kwanza ukifungua mushafu. Na katika majina yake ina majina mengi. Katika majina yake inaitwa as-sab'ul mathani kwa sababu ina aya 7. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim, ya kuwa tumekupatia aya 7 na zimeitwa ni al-mathani liannaha tukurrira qira'atuha au tukraru qira'atuha fi kulli rak'ah. Zimeitwa hizi aya 7 ya kuwa ni al-mathani kwa sababu zinakaririwa katika ibada ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kila raka mja anazirejelea na kuzikariri zile ayat.
Kadhalika watusamma ummul Qur'an, katika majina ya suratul Fatiha inaitwa mama wa Qur'an, lianna umma shay'i al-aslu alladhi yarji'u ilayhi shay'u, kwa sababu mama wa kitu ni ile asili ambayo kile kitu kinarejelea kwa ile asili yake. Bila shaka sote asili zetu tunarejea kwa mama zetu, ndio asili zetu. Sasa Qur'ani yote maana yake yote inarejelea katika yale ambayo yaliyooneshwa na kujulishwa na suratu al-Fatiha. Kadhalika katika majina yake inaitwa swala, watusamma bisala, inaitwa swala kwa ushahidi wa maneno yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ambayo Mtume ameipokea kutoka kwa Mola wake, maana alhadith alqudsi, ya kuwa Allah amesema qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini, ya kuwa nimeigawa sala baina yangu na baina ya mja wangu nusu mbili. Na sala hapa maksudio yake ni suratul Fatiha, yani al-Fatiha, bimaana nimeigawa suratul Fatiha baina yangu na baina ya mja wangu nusu ngapi? Mbili. Faidha qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu athna alayya abdi, Allah anasema mja wangu atakaposoma alhamdulillahi rabbil alamin, basi Allah anasema athna alayya abdi, mja wangu amenisifu. Tazama wallahi, lau kama vile mtu atakuwa katika sala yake akisoma alhamdulillahi rabbil alamin, kana kwamba anamuona Allah subhanahu wa ta'ala akiwa anatamka maneno athna alayya abdi, mja wangu amenisifu. Sisi mara nyingi tunapendaga kuamini yale yenye tunaona. Ikiwa kwa mfalme wewe atakutaja tu kwenye kinywa chake akakusifu tu kidogo, wallahi sijui, yani hajakupa pesa, ila sijui kama watu mtaani watakupona. Lakini mja anasoma suratul Fatiha wala hizi maana hazioni mbele yake. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kupenda vile venye vinaonekana sana. Sasa mja akisema au akisoma alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala penye iko anasema athna alayya abdi, mja wangu amenisifu. Fa idha qala arrahmani arrahim maliki yawmiddin qala Allah majjadani abdi, mja wangu akisema arrahmani arrahim maliki yawmiddin, Allah anasema mja wangu amenitukuza. Fa idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha baini wa baina abdi nisfaini wa li'abdi ma sa'ala. Ukisema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah anasema hili ni baina yangu na baina ya mja wangu nusu mbili, nusu moja ni yake na nusu nyingine ni yangu, na mja wangu atayapata yale ambayo anayoniomba. Wa suratul Fatiha 7 ayati, ina aya 7, 3 ayat wa nisf minha lillah, aya 3 na nusu ni za Allah subhanahu wa ta'ala, thanaun ala Allah azza wa jalla, kumsifu na kumtukuza Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nisfu minha lil'abdi, na nusu nyingine ni ya mja wa Allah tabaraka wa ta'ala, kutoka katika kauli yake iyyaka na'budu afwan wa iyyaka nasta'in mpaka mwisho wa sura. Hii ni nusu ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitazama alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, hizi aya 3 kuongeza na hii nusu iyyaka na'budu ni za kumsifu na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana iyyaka na'budu, wewe peke yako tu ndiye ambaye tunayekuabudu. Hizi aya 3 na nusu ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuanzia nusu ya pili ambayo inaanzia wa iyyaka nasta'in, na wewe peke yako tu ndiye ambaye tunayekuomba msaada, kuendelea kuanzia wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Hii ni dua ambayo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anamuomba Allah tabaraka wa ta'ala amsaidie, amuongoze katika njia iliyonyooka,
njia ambayo sio ya Mayahudi wala sio ya Manaswara. Bimaana suratul Fatiha imegawanyika katika nusu mbili. Nusu ya kwanza ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, nusu ya pili ni ya mja wa Allah tabaraka wa ta'ala. Tayib, watusamma bilkafiyah. Kadhalika suratul Fatiha inaitwa toshelezo, bimaana inamtosheleza mja wa Allah tabaraka wa ta'ala. Watusamma birruqya, kadhalika katika majina yake inaitwa arruqya. Ruqya lianna an-nafara min as-sahabati alladhina nazalu ala hayyin min ahya'i al-arab istadafuhum falam yudayifuhum faludigha kabiruhum. Wallahi, katika hiki kisa tuna mazingatio yaliyokuwa makubwa sana ambayo yanaonesha faida ya suratul Fatiha, ambayo leo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wameihama. Inafikia mpaka mtu akipatwa na matatizo mpaka aende kwa shekhi, na majia dua mpaka aende kwa shekhi. Sasa wao juu suratul Fatiha, mimi nawafukuza wala mtu kija jisomee mwenyewe. Yani mtu inafikia mpaka anatungika nafsi yake kwa shekhi, bimaana yeye aweze akamfikia Allah subhanahu wa ta'ala. Fikra za kisufi hizi ndio anawaambiaga maamuma zao, mwenye mkiomba Allah aweza kawasikia, mpaka mpite kwetu na mpite kwa wazee, muombe kaburi. Hizi ni sifa za kisufi. Ila mja wa Allah anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala matatizo yake peke yake. Sasa suratul Fatiha, bal Ibn al-Qayyim rahimahullah anatuambia kuwa kuna wakati ambao alikuwa Makka akapatwa na maradhi, akajitibu kwa kupitia suratul Fatiha peke yake, akuongeza lingine, na akapona, na akaona athari iliyokuwa kubwa sana. Na watu wanajoga kuwa eti Qur'an ni kutibu tu ya magonjwa, sijui mtu amesibiwa na husda, uchawi, sijui hata malaria, tifoide, gripe, nini, yote yanatibiwa kwa Qur'an. Unaoma malaria, jisomee Qur'an. Lakini leo malaria mtu anaanza kufikiria binini, na mkatumie kinini, lakini na Qur'an iwemo. Usihami. Katika aina za kuhama Qur'ani ni kuto kujitibu kupitia Qur'ani. Nasallallahu salamata wal afia. Sasa na kadhalika Ibn al-Qayyim rahimahullah na maneno yake mazuri ambayo sikuweza kuyanukuu, lakini nitayanukuu kimaana yake. Anasema ya kuwa lau kama vile mja atajitibu kupitia suratul Fatiha, akawa mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ataona athari zilizokuwa kubwa sana kupitia ile suratul Fatiha, ukiwa tu mkweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, sasa kwa nini suratul Fatiha imetoa kuwa ni ruqya? Ni kwa sababu kikundi kimoja katika masahaba ridwanullahi alaihim, siku moja wameelekea katika safari zao. Katika ile safari wakateremkia katika moja makabila miongoni mwa makabila ya Waarabu katika sehemu zao. Istadafuhum, wakawaomba ugeni. Jamani, sisi ni wageni hapa, tusaidieni, mtupe hifadhi. Wale watu wakakataa, wakamwambia sisi tutawapatia chochote kile, nendeni huko mtajijua. Ghafla faludigha kabiruhum, mkubwa wao akadungwa na nge, ikamdunga yule mkubwa wao ambaye wanamwadhimisha. Wakajaribu kumtibu kwa dawa, wakaleta majani sijui kadhaa, pakaja waganga nini, wanamtibu yule mkubwa wao, lakini hakupona. Lakini pakawa watu wakasema, pana watu ambao walikuja hapa kutuomba ugeni na sisi hatujui hali yao, huenda miongoni mwao kuna wale ambao wanaweza wako wanajua dawa, twende tukawaulize kwanza. Fajau yatlubuna min as-sahabati ruqya, wakaja kwa masahaba wakiwaomba wamfanyie ruqya kiongozi wao. Faqala ahadu as-sahaba innana narqi walakin abaitum
an tudayifuna fala narqi illa biju'lin. Masahaba kaambia, mmoja katika masahaba akasema, tutamfanyia ruqya kiongozi wenu, hamna shida, lakini nyinyi mmekataa kutupatia haki yetu, haki ambayo lazima sisi ni wageni, tena hatuna nafasi ya kushukia, mkakataa kutupatia haki yetu ya ugeni. Kwa hiyo na sisi hatutamfanyia ruqya mpaka mtupatie ujira, mtupatie malipo. Wakawambia malipo yenu, mtatupatia malipo ya kikundi cha kondoo wala mbuzi. Faqaraa alayhi surat al-Fatiha, mmoja katika masahaba akamsomea yule kiongozi suratul Fatiha peke yake, hakuzidishi. Suratul Fatiha peke yake, hakusoma tena msahafu mzima mwanzo mpaka suratul Fatiha peke yake. Wakati alipomsomea yule kiongozi akasimama kana kwamba ni kama vile ngamia inapofunguliwa kutolewa katika ile kamba yake, jinsi inavyotoka na mbio. Yule kiongozi akapona wallahi pale pale, akungoja kuleta sijui dawa, sijui kunyonya sumu, sijui kufanya nini. Qur'ani peke yake wallahi. Na wallahi uqsimu billah, na muapa Allah subhanahu wa ta'ala, kila ambaye ashafanya hili jambo ameliona kwa macho yake. Unasoma Qur'an na unapona hapo hapo. Kikubwa ni kuwa na yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala. Usiseme tena pima, nimesikia suratul Fatiha, ni hatari, acha nipime kweli, alhamdulillah rabbil alamin. Hauponi kabisa. Na ukipona ujue kama hiyo ni tadarruji, hautakiwi khairi wewe. Kuwa na yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha soma suratul Fatiha peke yake, sura ambayo ni tukufu sana, ambayo ndio ya mwanzo katika kitabu chake Allah tabaraka wa ta'ala. Tazama masahaba wakamsomea na maradhi yakaisha. Na kama nitakuwa sikujidanganya, mmoja katika maulama kama Ibn al-Qayyim au mwingine anasema kila maradhi au kila dawa ambayo mtu ataitumia, hizi dawa za kizungu na dawa zinginezo, ukizitumia upande mmoja utakuwa ni dawa na wengine utakuwa na maradhi. Kweli sio kweli? Kinini cho unatumia wewe, upande mmoja ni dawa na upande mwingine ni maradhi, isipokuwa dawa moja tu ambayo ni Qur'an, inaponya pasina kubakiza maradhi yoyote yale. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwa watu wa Qur'an. Tayeb, wakati walipomaliza masahaba wakasema, jamaa washatupatia sasa yale malipo yetu, lakini tusiku hapa tukitumia chochote katika hii minyama tukachinja tukala, tunaweza tukajikutana tumeanguka katika makosa. Kumbe hata tuende tumuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusikana na hizi mbuzi wala ziko tufanye aje. Wakati alipokwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawajakusa chochote kile, Mtume akawaambia, zigaweni wadribu li bisahm, na mimi mnigawe, mnipatie na fungo langu pembeni. Na ndio kipi kilichokujulisha kuwa hiyo ni ruqya? Gaweni na mimi mnipatie fungo langu. Ikaonesha kuwa inaruhusiwa mtu kuchukua ujira katika ruqya, japokuwa mtu asifanye ni kazi, kwa sababu baadhi ya masahaba wamekiraishwa na hilo, kama vile Umar radhiallahu anhu. Si ndio mtu ataandika duka pale, hapa ndipo tunasomea naga. Tayib, fatusamma birruqya. Kwa hiyo suratul Fatiha inaitwa ruqya. Wa hiya suratun adhimatun yadullu ala azamatiha anna Allah ja'ala qira'ataha ruknan min arkani as-salah. Na hii sura ndugu zangu ni sura iliyokuwa tukufu sana, inajulisha katika utukufu wake ya kuwa Allah tabaraka wa taala ameijalia kuwa ni nguzo miongoni mwa nguzo za sala. Ukiiacha kwa maksudi suratul Fatiha hauna sala, ukiiacha kwa maksudi hauna sala. Wa annaha tukarraru fi kulli rak'a, na kuwa inarejelewa na kukaririwa katika kila rakaa. Fahadha yadullu ala azamati hadhihi sura, hili linajulisha katika
utukufu wa hii sura, wa hiya tatadammanu maani jalila, na inabeba maana ambazo ni tukufu sana. Fafiha anwa'u at-tauhid thalatha fi awwaliha alhamdulillahi rabbil alamin, hadha fihi tauhid ar-rububiyyah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا فيه توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه توحيد العبودية. فتضمنت إذن أنواع التوحيد الثلاثة. Tukitazama suratul Fatiha imekusanya zile aina tatu zote za tauhid, zile aina tatu za kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na utasikia baadhi ya makundi ambayo yalipotea kwa meti mawahabi wamemgawanya Allah subhanahu wa ta'ala katika vigawanyo vitatu, wakamfanya Allah eti ni utatu kama vile manaswara. Kumbe wajaelewa, si tukumgawa Allah, tumegawa tauhidi na zote zinarejea kwa mmoja Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu mimi sio nikafanana na itikadi yangu na manaswara. Sasa ni vitu vingapi katika dini vimegawanywa katika sehemu tatu? Watapinga mengi. Sasa hizi aina tatu za tauhid za kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala zimejikusanya zote katika suratul Fatiha. Aina ya kwanza ni katika tauhidur rububiyyah, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika uungu wake, ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye pekee yake ndiye ambaye aliumba, yeye pekee yake ndiye ambaye anaruzuku, yeye pekee yake ndiye ambaye ananufaisha na kudhuru, na yeye pekee yake ndiye ambaye anayefanya kila jambo ambalo linaambatana na maana ya uungu. Ukisema alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema kamilifu zinamstahiki Allah, Mola mlezi wa ulimwengu wote. Hii ni tauhid ar-rububiyyah. Ulimwengu wote uko katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin, Ar-Rahman ar-Rahim katika majina Allah subhanahu wa ta'ala, mmiliki wa siku ya malipo, siku ya kiyama. Na hapa hapatikana tauhidul asma wa sifat, tauhid ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake. Kisha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadha fihi tauhidul ubudiyyah. Kisha katika hii aya, wewe peke yako tu ndiye ambaye tunakuabudu na wewe peke yako tu ndiye ambaye tunakuomba msaada. Hapa panapatikana tauhidul ubudiyyah au al-uluhiyyah, tauhid ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake. Bali Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema Qur'ani yote iko katika tauhid, yote mwanzo mpaka mwisho. Hakuna aya hata moja ambayo imeenda nje ya tauhid, hakuna. Qur'ani yote imekuja katika kuelezea tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika ibada. Hata ile nitaishia hapa tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala alkitabi was sunnah hatta nalqahu wa huwa radin anna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ihfazna min bayni aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa min tahtina wa na'udhu bika ya rabbana an nughtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. اللهم من أرادنا بسوء فرد سوءه في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.